siku ya leo tukiendelea kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na maadili yetu ya Tanzania. Karibu sana. Lengo ni moja tu, kufanya jamii yetu kuwa bora na dunia yetu siku moja iwe paradiso. Kipindi kilichopita tulitazamia viashiria vya uvunjifu wa maadili na tulitamatisha kwa kipindi kilichopita. Tulizungumza mengi sana na tukapata jumbe kutoka kwa watu mbalimbali wakitaka kufahamu vingi ambavyo mwana saikolojia ametushirikisha mimi na wewe. Mimi ni Mary binti wa Yuda, nipo na mwana saikolojia Beatrice. Karibu sana. Asante sana Mary, tunashukuru kuwepo tena studio. Amina, na mimi nimeshukuru kukuona tena studio. Asante sana. Haya mtazamaji, kwa mada ya wiki iliyopita jumbe ni nyingi sana, lakini walau kwa uchache basi tuweze kuzipitia zile jumbe chache kabla tujasonga mbele katika mada yetu ya leo ambayo inasema wajibu wa mama katika malezi. Unaufahamu? Mama ana wajibu gani katika malezi ya mtoto ama watoto wake? Tutakuja kuzungumza kuhusiana na hilo, lakini kwa wakati huu basi nipitie zile jumbe ambazo zimetumwa kutoka kwa mtazamaji wetu wa kipindi kilichopita. Beatrice, upo tayari? Nipo tayari, pamechangamka studio. Pamechangamka safi kabisa. Haya, huyu anaitwa Njalo Maulidi kutokea Tabora, wilaya ya Urambo. Anasema, dada zangu, heshima kwa wanawake kwa wamezao imekuwa janga la taifa, ndio maana ndoa nyingi zinavunjika. Leo kaolewa, kesho kaachika, yani balaa tupu. Haya ni mtazamo wake huyu. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Anaitwa Mama Bryden, anaomba ushauri, anapitia changamoto. Anasema, samahani, mfano siishi na mama mzazi, naishi na mama wa kambo. Kama huyu mama hajakupenda wewe, unaonyesha upendo wa kila aina, naomba msaada wako. Yani anaishi na mama wa kambo, yeye anaonyesha upendo wa kila namna, lakini mama anasema hajampenda, anaomba msaada wako Beatrice. Hapo inatokea Mary. Tunapooa au kuolewa mara ya pili, huwa tunakuwa na mambo mawili. Tunapooa au kuolewa mara ya pili? Kuna wanaume wanaooa mara ya pili na kuna wanawake wanaooa mara ya pili. Wanaoolewa mara ya pili. Yes. Yaani kiufupi huwa zinakuwaga ndoa sahihi. Yes. Kwa nini? Kwa sababu wale wa mara ya kwanza huwa wanaolewa na wenza ambao sio wenza wao. Jamani. Bite. Yes. Sio wenza wao hiyo vipi? No, wanaolewa kwa sababu ni mmoja kampenda mwenzake. Sio kwamba wao wawili wote wamependana. Wanaokuja kupendana ni wale walioishi zaidi ya miaka 10, wamezaa na watoto. Ndio pale ndo picha halisi ya upendo unapoanza kuonekanika. Sasa itakuwaje? Mnapoanza kuitirifiana ndo sura halisi ya ndoa yenu inapoanza kuonekanika. Yaani ukishindwa pale, basi wewe hata ndoa ya pili itakushinda. Mbona wantisha Bite? Tishi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tunaangalia unapooa, hakikisha watoto wanamfurahia huyo mama. Sio mama wafurahie watoto. Hiyo ndoa itakusumbua. Haya, tuliache kwanza hiyo kisaikolojia, tuliache hilo maana ni zito. Haya, huyu anasema poleni na kazi ya malezi bora. Kwa jina anaitwa Pendo Vivian, anatokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Kyerwa. Anasema, kwa kweli nimeipenda mada yenu. Huyu alipenda mada tu. Asante sana ndugu yetu kutoka Kyerwa huko. Huyu anatuambia ni nani huyu? Mwana harakati Fundi TV na simu, Mr. Joseph Kinasa wa Isaka Mission, uwanja wa Nyerere, Buchosa. Anasema haya, huyu alikuwa anatutakia siku njema tu. Kwa mfano huyu anayesema Daniel, huyu yuko wapi huku Tabora. Ndoa, hakuna ndoa ambayo ni changamoto na hakuna ndoa ambayo sio changamoto. Isipokuwa uliyekuwa umemwoa ulimkuta wapi? Na mlikubaliana nini? Kwa hiyo kuna swala la kukutana hapo? Yes, kuna swala la kukutana Mary. Sehemu ya kukutana inaweza ikasadifu maisha ambayo mnaendelea kuishi? Kabisa. How? Mwanamke ulikomkuta
ndo matokeo unayoyaishi saizi. Yes. I say. Ndo maana tunakwambia unapotaka kuoa, unataka kuoa mwanamke wa aina gani? Na unapotaka kuolewa, unataka kuolewa na mwanamume wa aina gani? Sio wewe ndo umtake mtu. Huyo unayemtaka yeye anataka kuolewa, yupo tayari kuolewa, au kwa sababu ni wewe umemtamani. Kwa unakuta wanaume wengi wanamuoa mwanamke wanayemtaka wao, lakini mwanamke anakuwa sio anayetaka kuolewa na huyo. Kwa hiyo tumejikuta wengi tunaolewa kwa kufurahia maneno ya nani unayoambiwa na yule mwanamume, lakini sio kile ulichokuwa unakitaka. Yaani sijui naeleweka, mtanielewa. Na kuelewa vizuri. Na hapa ndio tunaona labda wengi wenza wameolewa na wenza ambao sio wenza wao. Nina maana kuolewa ni kupendana. Unipende nikupende. Sio mimi nikupende wewe ndo unioe. Yaani ndani tutasumbuana, tupendane. Tutakane. Tuhitajiane. Sasa ukisema unajua mimi wewe nakupenda nafaa, unaanza kureact na kuonyesha vitu ambavyo unamhitaji yule, kwa sababu unajua mwanamke huwa atafuti mwanamume. Mary. Mwanamke inatakiwa aombe kupatikanika. Sijui unanielewa? Nimekuelewa. Unakwambia mimi natafuta mwanamume. Wewe mwanamume unatafuta wapi? Wewe utamlisha mwanamume? Unatafutaje kwanza? Utamhudumia, unatafutaje mwanamume? Era imepotea au ndio 50-50? Inatakiwa 50-50 ya kwenda. Mimi sitaki habari za 50-50. Ndio nasema ndio umetuharibia taifa. Mwanamke natakiwa uombe kupatikanika. Umpate mume bora ama mume mwema. Yeye ndo atakupata. Wewe ukisha kuomba kupatikanika, unatulia. Na ukawa na kanuni zote za kupatikanika kama mwanamke. Kwa nini usiolewe Mary? Eti. Mungu akufichi bwana. Anakupa mume. Muda utasema. Na mwanamume inatakiwa usimame kwenye senta yako. Mwanamume anapoenda kutafuta, akukuta umesimama kwenye senta yako. Sasa umeenda umesimama kucha ndefu nini. Wewe mwanamume huyo atakutumia tu, afu atenda kuwa mke wa kawaida sana. Asante sana Biti. Maneno kuntu hayo Waswahili wanasema. Huyu anaitwa Casto Bite Kadovela, maana tukiendelea hapo hatutamaliza leo. Anaitwa Casto Kadovela kutoka Mkongotema. Ni wapi huko? Parokia ya Madhaba, kigango cha Mtakatifu Thomas. Anashukuru sana kwa elimu vijana wanayopata, na yeye anaomba Mama Maria atuombee. Amina. Habari haya inadhani haituhusu. Haya, ngoja nimtazame huyu mwingine. Yeye ni Jessica, anasema tumsifu Yesu Kristo. Jessica Sunzula kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Jessica, asante sana, sio mahala pake hapa. Huyu anasemaje? Anashukuru sana kwa kipindi chenu kizuri, ila naomba kuuliza swali. Haya, ameishia hapo na swali lenyewe hajatuuliza. Haya, mimi naona Biti situtamatishie hapa kwa jumbe hizi. Basi endelea kutuma ujumbe wako mtazamaji kwa kile ambacho tunakizungumza. Kama unalo la kuuliza, tutumie kupitia nambari yetu ambayo inapita chini ya runinga yako, ni 0742 773 444. Karibu sasa katika mada yetu ambayo tumekuandalia siku ya leo, wajibu wa mama katika malezi. Mama ana wajibu gani katika malezi ya mtoto ama watoto wake? Kwako Beatrice. Asante sana Mary. Tulitoka kuangalia mama jinsi tunavolea watoto. Pia mwendelezo wake ni mama pia anahusika. Kwa sababu sisi wa mama ndo kitengo kikubwa cha kuwalea watoto katika maadili yote. Yawe mabaya ni mama amelea, yawe mazuri ni mama amelea. Sasa tunamtafuta mama wa aina gani? Tunamtafuta mama ambaye ni bora. Manake atatuzalia mtoto bora. Atatulelea mtoto katika malezi bora. Unajuaje sasa huyu ni mama bora? Kwa mfano labda mwanaume sasa ndo anatafuta mwanamke. Anajuaje huyu ni mama bora ambaye hata nikizaa naye watoto atawapatia malezi bora? Unamtambuaje? Ana sifa gani huyu mama bora?
Mary, kipindi cha nyuma wazee wa zamani, ingawa tuishi zamani, unajua kwa nini wazazi walikuwa nakutafutia mume au mke? Sijui. Walikuwa wanaangalia bora. Okay. Familia. Kwa familia ya mzee Kaniki ina nidhamu moja, kuanzia mzee Kaniki, mke wake na watoto. Kwa hiyo hata mtoto wetu akiingia pale atakuwa mikono salama. Walikuwa wanafanya hivyo. Interactions zilikuwa hamna. Ikaja ukoo kwa ukoo, si familia kwa familia. Mara kilichokuja kufanya mambo yote yanakuwa hivi, ile miingiliano ya jamii. Labda umeenda kusoma huko ukampata mwenzako, mkatamaniana, mkasogezana, mkaishi. Kwa hiyo hapa tukakuta hata zile taratibu za mali hamna. Hivi unajua kama kuna watu saizi wamezaa watoto 4 5 na hawajatoa mali? Watu wanaishi tu. Mzazi hamjui afanye nini, wanaishi. Unaishije na mwanamume hajui kwenu? Hawajatoa barua, watu wanalalamika. Sasa hizi nyumba zinakuaje nzuri? Wanasema wanachunguzana Bite. Miaka mingapi Mary? Ndio, labda ndio watoto 3 2. Uchunguzi hujakamilika. Alafu ukikamilika ndio hivyo mambo mengine yanaanza. Na sasa ndio maana maadili yamefanya nini? Yameporomoka maadili. Unachunguzana hapo. Nyumba sahihi inayoenda kuzaa watoto bora, inayoenda kusimika ile familia, mume na mke wawe bora, ni kwenda kupata baraka za wazazi Mary. Hamna kitu kizuri kama hicho. Ukumbuke huyo mwanamke unayekaa naye hapo ana wazazi wake. Leo huwajui wazazi wake, unaishi naye. Bado mateso ya hapo nyumbani apate, masumbuko. Kanisani kwenye hamwendi, msikitini hamkujui. Msikitini, nyumba za ibada yani hamzijui. Maisha mnaishi oya haye, mnakuja kuongeza na madeni, basi tafrani. Je, tunapona? Mungu atakubariki wewe tu kupata watoto waliokuwa sahihi? Hapana. Atakubariki kwa lipi? Huna rafiki wa maana, huna hela, huna maisha. Atakuongea shida. Haya, unabarikiwaje kwa mfano? Mungu akunyimi vyote ukimkumbuka. Kuna vitu anakupa na ukicheka ujue unakufuru. Kwa hiyo tunachotaka kusema, kumbe familia bora inapoagwa na wazazi wote wawili, wanaridhia, mnajuana, mnaenda kuanzisha maisha bora. Baraka. Yaani tukiwa ujue baraka zinaambatana na nyinyi. Zinaambatana na nyinyi kabisa. Tumeona hili. Haya, wajibu wa mama katika malezi ndio mada yetu leo mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi. Sasa tuambie mama huyu anatakiwa kuwajibika namna gani? Tunaposema wamama wawajibike Mary, kuna wamama hawajibiki ipasavyo. Tabia zao ni za mazoea, sio wabunifu. Sio wabunifu. Kivipi? Hivi familia ukitaka uwe una watoto ambao wana afya nzuri ya akili na ya mwili na ya nini, unawapa chai saa 6 mchana? Unajua kuna wamama hawajibiki hapo. Kuna masuala mawili hapo. Swala la kuwapa chai saa 6 mchana inategemea, pengine hata sukari anatoka asubuhi, saa 6 mchana ndo akapata hela, ndo akanunua sukari, akaenda kununua sukari. Alipataje hiyo hela saa 6 mchana? Sasa hapo njia sijui, ila jua tu kwamba huku hakuwa na hiyo fedha kwenda kutafuta sukari kwa watoto. Mary, kuna kanuni mtaani, ni mazoea ya kina mama. Chai saa 6 mchana, saa 5. Hapo kuna makundi mawili hapo. Kuna mazoea na kuna yule ambaye hafanyi kwa kupenda. Tukubaliane Biti. Sasa sisi hapo tunataka yule anayefanya kwa kupenda. Tunatazama watu wawili hapo. Chai anayefanya kwa mazoea. Chai nanyweka asubuhi na nyweka mchana. Chai nanyweka asubuhi. Sasa kwa nini unywe mchana? Kuna watu wawili. Kuna mazoea, kuna yule ambaye hafanyi kwa kupenda. Biti, tunakwenda sasa sisi tunaongea nao wenye mazoea. Haya. Na mtazamaji, mada yetu ni wajibu wa mama katika malezi. Mama ana wajibu gani katika malezi ya mtoto ama watoto wake? Tunakwenda mapumziko, tutarejea. Baki nasi.
Maisha yana mambo mengi sana. Yanaweza kukupa furaha, huzuni, sonona na mara nyingine hata msongo wa mawazo, kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili, kukata tamaa na magonjwa mbalimbali. Usiogope, haya yote yana suluhisho. Ni kila siku ya Jumanne saa 3:30 usiku na marudio Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Anet Nyoni. Tena mtazamaji, unatazama Tumaini Jipya. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi. Karibu tuendelee kuzungumza kuhusiana na maadili yetu ya Kitanzania. Na leo tunaangalia wajibu wa mama katika malezi. Wajibu wa mama katika malezi. Mama ana wajibu gani katika malezi ya mtoto ama watoto wake? Nipo na mwanasaikolojia, mzazi na mlezi Beatrice. Yeye anaendelea kutufundisha, kutukumbusha, kutupatia mengi ambayo pengine unafahamu. Basi kama wewe unafahamu tunakukumbusha tu, lakini kwa wewe ambaye ufahamu, bila shaka kuna kitu unakichota kutoka hapa studio. Ni Tumaini Jipya, kipindi hewani, tunazungumzia maadili. Kwako Beatrice. Wakati tunaelekea mapumziko, tulishia pale kwa wale ambao wanampatia mtoto chai ya asubuhi saa 6 mchana. Kuna watu ambao wanafanya kwa mazoea. Kuna watu ambao Mungu awafanyie wepesi. Kwa kweli, kutokana na nini? Maisha yao yalivyo. Sisi hapa tunaongelea wale wenye mazoea. Wa mama ambao hawataki kukaa katika mstari. Wao kukicha kwanza story kwa majirani, azunguke nyumba 2 3 ndo aanze fulani bandika chai saa 4. Atafute habari mpya siku. Atafute habari mpya ya sana. Meli, kuna baba wanakwazika sana. Na akina mama nini? Mazoea. Sio kama nyewe akina baba mnakwazika bure. Mkeo mazoea, amekuzoea. Na mazoea yatakiwi, ndio yanayoharibu nini? Nyumba. Hivi unajua kuna baba wanachoka wakirudi kazini, unakuta ndo mama anaanza kuandaa mkaa, anawasha mkaa. Nini kinatokea? Saa ngapi hapo? Haijalishi ni muda gani. Saa 2, saa 3, saa 4. Watu wanakwambia chakula cha usiku wanakula saa 5. Sababu ukiuliza, basi tu amechelewa, shughuli za hapa na pale. Mambo ni mengi. Sasa hii haitakiwi. Unapomnywesha mtoto wako chai saa 5, kuanzia asubuhi hapa saa 1 mpaka saa ngapi, anakula wapi? Na ni kwa nini mwanao mwenyewe unampa chai saa 5? Na mtoto wa mwenzio utampa saa ngapi? Mwanao mwenyewe mida hiyo ya chai. Pima muda. Saa 2 watoto wako wawe wameshakunywa chai. Saa 5 tayari nenda magengeni, nunua mboga zako ziwe zinaiva taratibu. Saa 7 hata saa 8 sio dhambi. Watoto wakala chakula cha mchana. Saa 2 andaeni chakula cha usiku. Familia ile saa 2 chakula cha usiku iangalie pale taarifa habari kwa pamoja, fanyeni ibada, mtoto aende kufanya nini? Kulala. Unakuta saa 5 usiku eti mtoto bado yuko macho. Mtoto huyo yuko macho. Tunawafundishaje hii jamii? Ndio jamii yetu inavyotaka. Mtoto wako alale saa 5, yuko macho saa 4. Hata redio zinafundisha mambo ya wakubwa, mtoto anasikia. Maadili yanaharibikia wapi? Vipindi vya wakubwa unakuta naye mtoto yupo anaangalia. Wanakwambia hajalala. Unangoja nini kumlaza mtoto wako kama wewe mama una akili timamu? Kwa nini saa 4 saa 5 awe macho? Kwa hiyo kuna namna tunavyoharibu mazoea. Mazoea hayatakiwi. Mazoea hayatakiwi kabisa. Leo unakuta Meli wakina mama hata kuvaa mtaani, nguo anazovaa unaweza kumwonea huruma. Sasa subiri shughuli itokee, wanalipuka, wanakwambia wanavunja kabati. Sasa kwa hiyo unavunja kabati kwa ajili ya shughuli ya mwingine? Siku za kawaida uogi upendezi. Watanionaje sasa jamani? Akuone nani? Unaenda kumwonyeshana watu. Kwa hiyo mmeo ndo akuone na vijola vimekatika, umevifunga huko, umefanya nini? Ila siku ya shughuli ndo ukampambie mtu mwingine. Kwa nini usiwe mwenyewe pambo ndani kwako?
Mwanamke ni pambo. Mwanamke ni ua. Kwa hiyo muda wote unapaswa kufanya nini? Kupendeza. Kupendeza sio urembo. Manake uoge, upakae mafuta yanayostahili, vaa nguo inayostahili. Be smart, wazungu wanakuambia. Be smart. Smart kuongea, smart kila kitu. Lakini leo watu kuna mama huko Mary Kope ukiwaona ndo kupendeza. Huko sio kupendeza. Hivi unawahi kubadilika vile vitu? Mimi hapana Mary. Kweli? Mimi hata rasta staki. Unataka useme? Mimi hata rasta wala. Yaani nahisi kama kuna midudu nimeka. Hizi rasi natural hair. Mimi sibandiki hayo. Mimi vile vitu vimenishinda kusema kweli. Siwezi. Sijawahi. Makucha, marangi, makope kope. Ya nini? Ya nini? Vitabu vya Mungu vimekwambiaje? Kwa nini unabandika? Mwingine anaweka wigi hilo. Hata sasa jamani. Shida nini? Unatafuta nini? Shida unaiona wewe Bite. Wazako haoni shida. Hapana bwana. Wanawake sisi ni warembo wa dunia, warembo wa Mungu. Yaani ulivyo, ukioga, ukivaa nguo yako, mrembo kwa asili. Mrembo wa asili. Paka aina yako labda. Yes, vitu vya ni rangi. Wewe hata rangi upaki? Mimi rangi hapana. Ina napaka. Wewe rasi. Ina mimi napaka. Lakini rangi hapana. Mimi nyama kwa mwezi Bite. Kweli. Kwa nini? Kuna dread, kuna rasi. Nyie mjui. Dread ni mtu ambaye anashinda saluni muda wote. Na nywele zake rasta nywele zake hata kuzigusa ni ngumu sana. Na huwa wanazificha. Ambe ndo wewe. Au ni dread? Mimi nimekiuka masharti Mary. Ila nilikuwa hivyo. Hapo sawa, umekubali mwenyewe. Nimekiuka masharti. Najua uwezi. Naweza. Alafu kipindi hiki tunachoendea unioni najistiri sana. Yes, yani najistiri, najitambua. Utatupa sababu baadaye nyuma kamera, utanipa sababu za msingi za kufanya hivyo. Tuendelee na sababu wote natakiwa naniri. Kila mwanamke anatakiwa kujua. Kila mwanamke anatakiwa ajistiri. Kwa hiyo tumejikuta tumeharibu jamii kwa kuweka mazoea kwenye familia zetu. Hata watoto kuwachanganya watoto wa kiume na wa kike, kuwaona wote wako sawa, hapana Mary. Ndio maana hata leo watoto wanapoenda kuolewa aoni kama mwanamume ni kipaumbele cha ile familia. Wanaona ni kawaida tu. Lakini mama ukimfundisha mwanao wa kiume kwa huyu abaki kuwa wa kiume na huyu abaki kuwa wa kike, jamii inaenda inasonga. Sisi leo na kaka zetu tunaheshimiana. Hata akipiga kakaangu leo vipi? Unaanza kupokea simu, unaongea naye vizuri. Lakini kizazi cha sasa hivi wanakwambia kuna jina tu anatoa. Huyu leo naye vipi? Oya vipi? Lakini kaka yake atufanyi hivyo. Hawakuwa hivyo watu wa zamani jamani. Hebu tuangalie vitu gani vya msingi ambavyo tunaweza tukakaa na watoto wetu. Kwa sababu mama huyo mtoto unaekaa naye hapo, unamwandaa kuwa baba, unamwandaa kuwa mama siku za mbele. Pia atumikie jamii, awe rais, awe mbunge, awe dokta, awe mwanasheria, awe kila kitu cha kuwajibika, awe mchungaji huyo mtoto. Lakini je, tabia zake zipoje zitakazompeleka pale anapotakiwa afike? Hata wewe mwenyewe unataka kubadilika. Je, uko tayari kuacha mambo yako makando kando ya nyuma? Utu wako wa nyuma, tabia zako zile za nyuma, uko tayari kuziacha unapoingia kwenye ndoa Mary? Inatakiwa ufanye mahesabu. Luka 14:18 kujenga mnara wale, piga mahesabu. Piga mahesabu. Kwa mimi nastahili kuwa mama bora? Je, nafaa kuwa mama mwenye watoto? Tafaa kulea watoto ninaoenda kuwakuta kwa mme wangu? Takuwa ni mama bora, nitawapa njia nzuri? Kanisani we uendi, watoto utawaambia waende? Ibadani, kwenda mtihani. We kila siku unapanga safari. Utakaa saa ngapi na utamjuaje mtoto? Leo watoto wa kiume wanadanganyika, watoto wa kike wanadanganyika kwenye tabia mbaya za uvunjifu wa maadili, tabia ambazo yani hata Mungu anazishangaa. Kwa sababu gani? Upo mbali na familia yako. Baba hujui watoto,
hujui mama anashirikiana vipi na watoto wake. Tena anakwambia asemi, mtoto ameharibu asemi. Sasa babake anapiga sana, sitaki hata ajue. Sasa huyo mtoto si unamharibu? Lakini akiambiwa babake, mimi wananijua watoto wangu, wanakwambia da mama hapa si naambia mimi kazi yangu umbea tu, baba akija naongea, ndo kazi yangu iliyopo hapa, kwa sababu nyie mtanizidi. Unaona? Kwa hiyo akija yule baba anajua huyu mpaka ameniambia hao wanastahili viboko. Kwa hiyo na wenyewe wako makini, wanajua kabisa hapa mama tumekosea. Kwani ili utamwambia baba? Naambia ili sio la kumwambia baba, tunamalizana mimi na nyie. Unaona? Lazima wajue, watoto wajue kanuni. Sio watoto wamheshimu baba tu, wewe wasikuheshimu. Kwa nini? Kwa nini waheshimu sauti ya baba tu? Manake amni pamoja. Mama na baba muwe lenu moja kuwalea hao watoto. Ukisema ndio watu wafanye. Hapana watu wafanye. Amna, nionyeshe mama yako ambaye unamsikiliza, kwa sababu mimi ndo mama yako. Kama unisikilizi mimi mama yako, utasikiliza mama mwingine. Mama mwingine atakufanya nini? Leo tunaacha ndoa, tunakimbia, tunafarakiana, tunakimbia watoto, tunawatia watoto umaskini. Vibaka, sijui watoto mtaani. Angalia wanapopata shida. Ni umaskini ambao wazazi wawili wamechangia. Kwa sababu wana hasira wao wawili, basi wanaona watoto wafanye nini? Wahangaike. Na mwingine ana shida, anakwambia tu nenda tu, kama ni watoto nitalea. Hivyo unajua shida ya watoto walelewe tu msingi unavyoujua wewe. Tunaharibu sana. Yaani Mungu atusaidie. Malezi bora hayapo hivyo. Malezi bora yanafata msingi na kanuni. Wewe mama umelelewaje? Wewe mwenyewe unashinda kilabuni, na mtoto kizaa atashinda nyumbani? Si atakuja kilabuni? Kwani mimi tunapitaga vilabuni kufanya research, tunaona na watoto hapo kilabuni. Sasa utawaeleza nini? Nini tunaongea? Mtoto wa sokoni naye mtoto yuko sokoni. Haogopi gari, haogopi baskeli. Leo kuna watoto unakuta akiona pikipiki kanakimbilia. We mama vipi? Unaleaje huyo mtoto? Kama haogopi vyombo vya moto, unategemea nini? Kuna hatari. Haya, kuna hatari mtazamaji, unategemea nini kama mpe mtoto wako ama watoto wako malezi bora? Mada yetu ni wajibu wa mama katika malezi, lakini Beatrice, nasikitika kusema muda wetu ndo umefika tamati hapa kwa wakati huu. Una lolote la kumwambia mama mzazi ama mlezi? Mimi lolote lipo. Tukaze buti. Watoto hawa ni wetu, tumewalea wenyewe, tumewazaa wenyewe. Tuanze, hatujachelewa. Anza na wewe mama, mwanao akiwa pembeni. Ambatana naye kwenye maadili yaliyo mema. Someni vitabu vya Mungu viwe msaada. We mwenyewe badilisha mwenendo. Haya, badilisha mwenendo na mtoto mleavyo ndio akwavyo, si ndio? Haya, mimi nimefika tamati mtazamaji, nikushukuru kwa kutupa muda wako. Asante kwa kuendelea kufuatilia Tumaini Jipya. Shukrani kwa mpiga picha wetu Simon Peter. Asante sana. Mimi ni Mary binti Yuda, mwenzangu ni Beatrice, mwana saikolojia, mzazi na mlezi. Asante sana Biti. Jumatatu nayo ni siku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena. Asante. Bye bye.